Lakini sisi ukombozi wetu kwenye maisha yetu dhidi ya Chama cha Mapinduzi tunadhani tutaupata kwa kujifungia majumbani na kwenye mitandao ya kijamii. Nani amesema? Ndugu zangu, mnaotuona sisi, mimi pamoja na wenzangu wengi mnaona hapa tuliotoka, tulikuwa na ndoto na tulikuwa na dhamira. Sio leo, sio jana, sio juzi. Pengine tulio wengi ni katika umri wetu wote wa maisha. Tangu tukiwa vijana tulikuwa na hiyo ndoto na tulikuwa na hiyo dhamira ya kwamba nchi hii inahitaji taasisi imara ya upinzani kuweza kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Kwamba sisi wote tuliona na tulitambua kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko kutoka Chama cha Mapinduzi ili mwingine aingie aweze kuleta mabadiliko na ustawi wa jamii ya Watanzania. Kazi hiyo ndugu zetu tuliifanya kwa dhamira njema, tuliifanya kwa wivu mkubwa, tuliifanya kwa ari kubwa, tuliifanya kwa kujitoa kwa hali na mali, tukiamini dhamira zetu hizo ipo siku zitatimia. Kwa umri wetu, kwa sifa zetu, kwa haiba zetu, tungeweza kuchagua hata kwenda Chama cha Mapinduzi kwenye maisha yetu pale tulipoamua kuanza kugombea au kuanza kufanya siasa. Wote, mimi niko umri mdogo, kiwaangalia kina Kileo, wote ni vijana, Aisha, Devota, Moza na wengine wengi. Tungeweza kuamua kwamba maisha yetu yaende Chama cha Mapinduzi kama dhamira ingekuwa ni madaraka, kama dhamira ingekuwa ni maslahi binafsi. Lakini tulikataa kwa sababu kwa umoja wetu kila mmoja kwa wakati wake aliamini ana mchango wa kuutoa katika kujenga taasisi madhubuti iliyo imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Tuliifanya kazi hiyo. Mimi niliifanya kazi hiyo nikiwa tangu mwandishi wa habari, wakati huo ni kituo cha televisheni cha Channel 10. Nikaona haitoshi, nikaona sasa niache kila kitu, niingie niwe mstari wa mbele, tujenge taasisi, nitoe mawazo yangu, nitoe mchango wangu, nitoe talanta Mungu alizonijalia, tujenge taasisi imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wa Moshi, wakati wote tunapotengeneza taasisi hiyo, hayupo mmoja wetu aliyewahi kuamini kwamba jukumu tulilojitwisha, wajibu tulioubeba kwamba ni mwepesi. Haijawahi. Hayuko mmoja wetu hapa kwamba wajibu ule wa kujenga taasisi imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi eti ni wajibu mwepesi, au kwamba ni wajibu wa kimzaha. Hapana. Wote tuliamini, tulitambua kwamba jukumu tunalojitwisha na wajibu tulioubeba wa kuhakikisha nchi hii ina taasisi iliyo imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi ni wajibu mgumu, na ugumu wake unaweza hata kuhatarisha maisha yetu. Wote, kila mmoja kwa nyakati zake hapa akapitia magumu aliyoyapitia. Tukianza kuulizana madhila ya kila mmoja hapa tutakesha. Wengine mnawaona leo angalau hata poda zinakaa usoni, ili fika mahali hata poda dada zetu wazikai kwa mateso ya kisiasa wanayopitia. Kila mmoja amepitia madhila yake. Wakati wa Magufuli, mimi ndo kiongozi wa kwanza wa kitaifa wa kisiasa wa chama cha upinzani kuwekwa jela. Kama ni kipimo Magufuli alikichukua kwangu kwamba hebu mwekeni yule. Mahakamani ufikishwi, dhamana unanyimwa, mawakili wako wanasumbuliwa, jela ninateseka, napangiwa mpaka nguo za kuvaa, hiyo usivae, hiyo vua. Napangiwa watu wa kunitembelea Bariadi, mkoa wa Simiyu, siku 16 niko jela. Sababu hakuna.
Baada ya hapo ndo akaanza kuona kumbe inawezekana hawa watu kuwaweka ndani, kumbe inawezekana hawa watu kuwachumbua mawakili wao, kumbe inawezekana hawa watu hata kuwapangia utaratibu wa maisha wakiwa jela. Wa kwanza natoka wananiuliza, wewe Mpemba bado una kiherehere cha upinzani? Nikamwambia mimi sio kiherehere. Nikiwa na akili timamu, nikiwa najitambua, niliamini katika kujenga taasisi imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sio kwamba mnaniambia hapa nilipo, hapana. Damu yangu, dhamira yangu, ndoto yangu, nia yangu ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi iko pale pale. Tukaachana pale na Chama cha Mapinduzi, tukaendelea kuijenga, na wote mnajua magumu tuliyopitia, mimi na wenzangu mnayajua. Tukaijenga taasisi, ikafika mahala ikawa kimbilio la kila Mtanzania. Tukaijenga taasisi iliyofika mahala CCM wanaogopa hata kuvaa sare zao mitaani. Tulijenga taasisi ambayo tukifika mitaani, mtilia anakuambia mwalimu kama mwanangu ule. Petrol station anakuambia mwalimu ongeza lita 10. Ukienda kununua soda anakuambia ongeza na ya pili. Ukienda kununua sukari anakuambia ongeza na mkate. Taasisi iliyopokelewa, iliyoaminiwa, iliyotunzwa na Watanzania wa kila namna, wakiamini hii ndiyo taasisi kimbilio la maisha yao. Haikuwa kazi rahisi, na watu wa Kilimanjaro nikizungumza haya mnayajua, kwa sababu historia mkoa wa Kilimanjaro na kipekee jimbo la Moshi mjini halijawahi kuchezewa, haujawahi kuwa uwanja wa kujiamini wa Chama cha Mapinduzi. Mnajua tukaijenga taasisi hiyo, ndoto zetu, dhamira zetu zikitukumbusha kila wakati kwamba wajibu wetu ni mmoja wa kukabiliana na CCM kwa namna yoyote iwavyo. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kurudi nyuma. Tukajenga taasisi yenye kuheshimiana, tukajenga taasisi yenye utamaduni wa kupendana, tukajenga taasisi yenye utamaduni wa kuvumiliana, tukajenga taasisi yenye utamaduni wa mmoja kuthamini kazi na mchango wa mwenzake. Tukajenga taasisi iliyotuunganisha kwa upendo. Maumivu yetu yalikuwa ni faraja kutokana na upendo tuliokuwa tunapeana. Taasisi ikawa kubwa. Haikuwa kubwa kwa sababu malaika alishuka. Haikuwa kubwa kwa sababu Watanzania walikaa wakasema taasisi iwe kubwa. Ilikuwa kubwa kwa sababu kuna watu walikubali kuacha wake zao, waume zao, biashara zao, nyumba zao, vitanda vyao, watoto wao, kwenda kuijenga taasisi usiku na mchana bila ya woga. Bila ya woga. Ndugu zangu, tukafika mahala busara ikawa tena sio nafasi ya taasisi yetu. Hekima sio tena yenye nafasi kwenye taasisi yetu. Tunafika mahala sasa tunaanza kubeba ajenda za watu ambao wamekuwa watesi wetu, tunavishana sisi kwa sisi. Na wengine wamejaliwa kwamba kutoka mbele tu na kuzungumza mahodari, kwenda kwenye mitandao mahodari. Ukimtafuta Salum Mwalimu kwenye mitandao humuoni, humjui, sijui kuandika, sijui kuposti, sijui chochote. Tukaanza kuzibaba ajenda za CCM, watesi wetu, kwa maslahi yetu binafsi, kwamba huyu ni vile, huyu ni vile, huyu ni hivi. Tunasahau mchango wa kila mmoja wa jasho na damu. Tukasahau. Ndugu zetu, tulipofika hapo, taasisi hii ikaanza kuyumba. Na haya maneno nayasema Kilimanjaro, kila mmoja ana wajibu wa kwenda kukaa na kuyatafakari kwa muda wake.
Siasemi Kilimanjaro kwa bahati mbaya, wala siatamki hapa kwa bahati mbaya. Waswahili wanasema utamu mchungu uliotangulia, yani utamu wa uongo uliotangulia hauzuii uchungu wa utamu kudhihiri au kujulikana. Kwa siasemi kwa bahati mbaya, na wasema kwenye ardhi ambayo ninajua watu wake wamepigika, wameteseka, wameumia kwa sababu ya kulinda mageuzi katika nchi hii. Tukatofautiana, wala hiyo halina siri. Tukatofautiana. Tunatofautiana wapi? Suala la uchaguzi. Na tuko tayari Kilimanjaro mtuhukumu, lakini mtatuhukumu leo. Ninawaambia, nipo hapa Salum Mwalimu, Chauma hii inayoangaliwa leo, inaonyoshwa kidole leo, inayosimangwa leo, ndio litakalokuja kuwa kimbilio la Watanzania wanyonge katika nchi hii pale ulaghai wa kisiasa utakapojulikana. Tupo. Maana kuna watu wanataka kujivisha hati miliki ya ukweli, kwamba wao wakisema ndo wa kweli, wao ukisema ni muongo, wao ukisema ndo wazalendo, wao ukisema ni msaliti. Time will tell. Tupo hapa. Tumetofautiana kwenye uchaguzi Kilimanjaro. Twende tusiende, twende tusiende. Tunaulizana, taasisi hii lini na watu wa Kilimanjaro mtusaidie, lini tulikana kujazana upepo wa kuiogopa CCM? Lini? Sio mara ya kwanza kuhutubia Kilimanjaro, sio mara ya kwanza kuhutubia Moshi Manispaa. Sijawahi kuja nikawaambia watu wa Moshi CCM ni wabaya, jifungieni ndani. Mara zote nikija ninawaambia watu wa Moshi tuunganisha nguvu zetu. Ubaya wa CCM, silaha yetu ni umoja wetu, uthubutu wetu na uwezo wa kutaka mabadiliko yetu. Lini tuliwaambia? Lini kwamba tunakuja tunawaambia watu manake CCM wanaua, manake CCM wanaiba uchaguzi, maana so what? So what? Ndio turudi nyuma? Ndio tuogope? Tukisha kuogopa matokeo yake ni nini? Hatuambizani hapo. Tukifika hapa kuulizana, tukisha kuogopa tukakaa pembeni, matokeo yake ni nini? Hatuambizani. Na sana sana ukihoji unaambiwa sio mzalendo. Kwamba kipimo cha uzalendo katika nchi yetu leo ni kukubali kutoshiriki uchaguzi, uiache CCM ipite bila kupingwa. Wao ndio uzalendo, wao utakuwa mzalendo. Tukakataa wengine tukakataa. Na tukakataa kwa sababu moja, hatujawahi kuogopa, hatujawahi kujazwa upepo na CCM, hatujawahi kuiona CCM ni dudu kubwa tusiloweza kukabiliana nalo, hatujawahi kuona. Kwa sababu Halo, tuko sasa hapo kwamba hatujawahi kuogopa. Mimi binafsi sijawahi kuogopa, sijawahi, na niko tayari kubeba majina yote, sitoogopa. Halo, tuko sawa sawa? Kwamba sababu ni kwamba tunaogopa. Tunaogopa nini? Tunaulizana, tunaogopa nini? Hakuna majibu. Sisi tukaamua hapana, kama chombo hiki kimepata dhoruba, acha tutafute chombo kingine, tuendeleze ndoto zetu, tuendeleze dhamira zetu za kuhakikisha kwamba nchi hii inapata mabadiliko kutoka Chama cha Mapinduzi. Kwa mara ya pili tulikuwa na nafasi. Kwa mara ya pili tulikuwa na nafasi ya kuamua basi kwenda Chama cha Mapinduzi, kama tulivyozianza siasa tukiwa vijana wadogo, na tukakataa kwenda Chama cha Mapinduzi.
Kama ni vijana wa kwenda Chama cha Mapinduzi, tungekwenda Chama cha Mapinduzi. Hatujawahi hata siku moja kuamini kwamba CCM tunaweza tukakabiliana nayo kiutani. Hatujawahi. Na mara zote tunapokuja Moshi tunawaambia hilo. Sasa ilipofika wakati kwamba hatushiriki uchaguzi eti mpaka tupate mabadiliko ya sheria, tunaulizana, Moshi hii ambayo tumeshashinda mara kadhaa, kulikuwa na sheria mpya? Kulikuwa na katiba mpya? Wajibu wa chama cha siasa, hasa chama kikuu cha upinzani, ni kuandaa umma uelewe, ujitambue na uwe tayari kuyapigania mabadiliko yake, sio kukimbia. Kama tunadhani tumeishiwa pumzi, Watanzania hawajaishiwa pumzi. Halo? Kama tunadhani tumeishiwa pumzi, Watanzania hawajaishiwa pumzi. Wana shida zao, wana dhiki zao, wana maumivu waliosababishiwa na Watanzania wenzao kutoka Chama cha Mapinduzi. Watanzania wanatamani kuiona kesho yao iliyo bora nje ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Watanzania wako tayari. Watanzania wako tayari kwa namna yoyote, wako tayari. Sisi kama viongozi wa kisiasa ni wajibu wetu kuwaongoza, sio kuwakatisha tamaa na kuwajazia hofu warudi nyuma. Ndugu zangu wa Moshi, nimalizia kwa kuambia athari za kuacha kushiriki uchaguzi ni kubwa kuliko tunavyozifikiria. Na nitawapa mfano mmoja wa Zanzibar, nihitimishe lifunge mkutano hapa. Maana naona mambo yameshakuwa sio mambo. Vyombo vinakorofisha na giza linaingia. Ndugu zangu, Zanzibar kule kulikuwa kuna mtu anaitwa Maalim Seif. Maalim Seif Sharif Hamad, Mungu amrahamu. Mzee wangu, mwalimu wangu wa siasa, na kwa kweli nilimpenda sana na nilimuamini sana. Maalim Seif ambaye CCM ilishindwa kumdhibiti akiwa ndani ya CCM, ikashindwa kumdhibiti akiwa kiongozi wa upinzani, alifanya kosa la kiufundi. Na mwenyewe alikiri kwamba ni kosa la kiufundi. Maalim Seif ambaye 95 aliwaragaza CCM, 2000 akawagaragaza, 2005 akawapiga, 2010 akawanyambua, 2015 akamaliza mchezo. Uzoefu wa miaka 20 wa Maalim Seif ulimwezesha CCM mbinu zao zote kuishiwa mwaka 2015. Pale Maalim Seif alipofanikiwa kudhibiti uchaguzi wa Zanzibar, akawa na matokeo yote, fomu zote za vituo vyote vya Unguja na Pemba. Maalim akawaambia, jamani, fomu zote ni hizi, tena ni halali, kura zangu ni hizi, kura zao ni zile, tumemalizeni mchezo, tangazeni. Tume walipoangalia kura zinazotajwa na Maalim na kura walizonazo wao kwenye mifumo yao, pamoja na kuiba, pamoja na kuongeza kura, ngoma ni zile zile zinatali, wazungu wanasema. Wafanye nini? Hawakuwa na namna zaidi ya kuufuta uchaguzi. Sisi ya mwaka ufuta uchaguzi wa 2015. Baada ya uchaguzi kufutwa, ndugu zangu, Maalim Seif akasema sitoshiriki uchaguzi wa marudio. CCM akamwambia, unasemaje wewe mzee? 95 umetusumbua, 2000 umetusumbua, 2005 umetusumbua, 2010 umetusumbua, 2015 ukafanikiwa kuziba mianya yetu yote, ukatusumbua zaidi. Leo natuambia hushiriki uchaguzi eti wewe ni chama kikuu cha upinzani. Maalim huyu ambaye akisema kesho ninazungumza Wazanzibari popote tulipo, ndani na nje ya nchi, tunajiandaa kumsikiliza, nikiwemo mimi. Maalim Seif huyu ambaye akikanyaga Pemba watu wanapanga kanga, watu wako tayari kuweka miili yao, akanyaga hata kilomita 10. Maalim Seif huyu ambaye leo Pemba ukiingia
unaowatafuta CCM huwaoni. Akasema sishiriki uchaguzi. CCM akamwambia sawa, twende mzee. Uchaguzi ukarudiwa. Baada ya uchaguzi kurudiwa, CCM wakasomba kila kitu, kata zote, majimbo yote ya ubunge. Mwalimu anaamka anauliza, jamani matokeo tayari, anamwambia mzee washatangaza kila kitu. Mpaka kule kwangu, anamwambia mpaka kijijini kwako ulikozaliwa na wazazi wako wanakoishi na ulikoelea, eti CCM wameshinda hiyo kata. Nini kilitokea? Athari zake ni nini? Na sisi wengine tumeziishi, na sisi wengine tumeaswa na walimu wetu wa siasa. Maalim Seif leo unaniambia nimeshang'atwa na nyoka, unaniletea hadithi zile zile, unataka nikukubalie tu. Hutaki tujenge hoja, hutaki tujifunze kwa wenzetu, kwa sababu wewe umesema lazima tukubali. Bunge la Zanzibar likawa la CCM peke yao. Manispaa na halmashauri za Zanzibar zikawa za CCM peke yao. Na nikisema bunge la Zanzibar sio hili la Dodoma. Zanzibar kuna bunge lake linalotunga sheria za Zanzibar. Angalia CCM walivyo hawana aibu. Eti baada ya bunge kuwa la kwao peke yao, ndo wakaanza kusema wapinzani wanataka mabadiliko ya sheria. Nadhani tuwasikilize, tubadilishe sheria za uchaguzi. Walichokileta ni kibaya mara 50 ya sheria tulizokuwa nazo kabla. Moja kati ya athari ambayo CCM sheria walioitunga wakawa bunge peke yao ya uchaguzi. Sijui kama mnajua, Zanzibar tunapiga kura siku 2 tofauti. Tunapiga kura leo, tunapiga kura kesho. Sheria hiyo iliyotungwa na CCM, bunge la CCM wakiwa peke yao baada ya Maalim Seif na chama kikuu cha upinzani anachokiongoza kuacha kushiriki uchaguzi mkuu. Kama uchaguzi ni tarehe 26, tarehe 25 zinapigwa kura za awali. Wanaopiga ni akina nani? Polisi, watumishi wa serikali, na watu wote watakaohusika na kusimamia uchaguzi kesho wanapiga kura leo. Sheria iliyopitishwa na bunge likiwa CCM peke yao. Tafsiri yake ni nini? Uchaguzi ni tarehe 26, tarehe 25 hao niliowatajia wanapiga kura. Halafu eti yale maboksi yanahifadhiwa mahali. Kesho tarehe 26 siku ya uchaguzi mkuu ndo anakuja kupiga raia wa kawaida. Raia wa kawaida wakimaliza kupiga, mwenyekiti wa tume ndo anasema kuna na yale ya jana, sasa aleteni tu ya hesabu. Sijui kama watu wa Moshi kura zilizopigwa jana, mwenyekiti wa tume ndo anasema ziletwe leo ndo zihesabiwe. Malaika hawajazigusa. Hazijaguswa, wallahi alazim hazijaguswa, wallahi alazim. CCM hawa kwamba ni waaminifu, wanalala na kura hazijaguswa. Masanduku yale ukiyafungua, ukipata kura moja ya Maalim Seif au ya chama cha upinzani, unakwenda sijui kufanya kitu gani. Haiwezekani. Madhara ya kuachia CCM peke yao uchaguzi wa Katamba. La mwisho, tufunge mkutano huu. Baada ya uchaguzi huo Maalim na chama chake kikuu kususa, kuacha kushiriki. Nguvu alionao Maalim, ushawishi alionao Maalim ndani na nje ya Tanzania, CCM waliendelea na uchaguzi. CCM niliwaambia Pamba ulikuwa unatafuta mwana CCM humpati. Leo CCM wakawa na wabunge Pemba, wakawa na madiwani Pemba. Tafsiri yake ni nini? Wale wabunge wa CCM na wale madiwani wa CCM wakaanza kuipenyeza CCM kwenye mioyo ya Wapemba Pemba. Wana ndugu zao, akiugua anamchukua, yani mbunge anampeleka kutibiwa Muhimbili au Nairobi. Kukiwa na harusi yeye ndo anafadhili mbunge, kukiwa na msiba yeye anafadhili mbunge. Watu wakaanza kujiuliza, pamoja na kuichukia CCM, lakini mbona wabunge wa CCM wanatusaidia? Mapenzi ya watu yakaanza kujengeka kwa CCM Pemba. Leo CCM ina wanachama Pemba. Kosa Maalim Seif na chama kikuu cha siasa Zanzibar kuacha kushiriki uchaguzi. Haya ukiwauliza wenzako wanakuambia usituletee ya Pemba. Hapa tuko Tanganyika, tutazuia uchaguzi. Unauliza uwezo wa kuzuia ulikuwa wapi 2019?
Tulijitoa Chadema uchaguzi wa serikali za mitaa na tuliamini tungeuzuia, tuliuzuia. Nauliza watu wa manispaa, tuliuzuia? CCM hawa Kenya iko karibu yenu hapo. Kuna mtu anaitwa Raila Amolo Odinga hapo. Akisema kesho daladala zote zikae, zinakaa. Watu waende maofisini kwa kutembea, wanatembea. Akisema kesho hakuna kwenda kazini, hawaendi. Raila hapo na nguvu yake na uwezo wake na umahiri wake wa siasa hajawahi kuacha kushiriki uchaguzi. Anajua maumivu yake. Chama gani Afrika kimeacha kushiriki uchaguzi kikabaki salama? Niambieni watu wa Moshi. Maana bahati nzuri Moshi huzungumzi na watu wa shamba. Ni watu mnaojitambua, wenye elimu zenu, wenye exposure zenu. Niambieni chama gani cha siasa Afrika kimeacha kushiriki uchaguzi, chama hicho kikabaki salama? Nitajieni. Tuna nini sisi? Tuna kitu gani sisi? Kwenye nchi ambayo sheria hata wakipiga watu 10 matokeo yanatangazwa na ni halali kwa mujibu wa sheria. Wewe hutokwenda, wengine wakienda. Ndugu zangu, nimalizie kwa kuwaomba, twendeni kwenye uchaguzi. Twendeni. Kama ni kupigwa, twendeni wakatupige. Tuendelee kuongeza idadi ya vilema, tuongeze, sawa. Kama kutua, watuwe. Twendeni tukashiriki uchaguzi. Lakini hayako mabadiliko yatakayopatikana kwa sisi kubaki majumbani kwetu. Ushindi iko siku tutaupata kwenye uwanja wa mapambano. Twendeni. Twendeni Moshi tukasimame tuseme hapana CCM. Twendeni. Chauma tutashiriki uchaguzi. Tutawaletea wagombea wa udiwani hapa manispaa. Tutawaletea mgombea ubunge hapa manispaa. Atakayepambana na kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Hatutoijaribu sumu kwa kuonja. Kuacha kushiriki uchaguzi kwa chama cha siasa kikubwa ni sawa na kuonja sumu kwa kuonja. Kuijaribu sumu kwa kuonja. Ninawaomba twendeni kwenye uchaguzi. Hizi hadithi nyingine za alfa lela ulela hizi ni hadithi tu, ni suala la wakati. Twendeni tujiandae kwa uchaguzi. Chama tutashiriki, na yeyote anaamini anaweza kukabiliana na CCM kwenye kata, kwenye jimbo, natangaza rasmi Moshi, njooni mchukue fomu za Chauma. Twendeni tukakabiliane na Chama cha Mapinduzi. Tusiwaache. Biashara ya kuacha peke yao. Acha watupige, dunia endelee kuona. Acha watupige. Ipo siku itafika. Nilikuwa niko hapo jana, nilikuwa Tabora, niliwaambia wenzenu wa Tabora kwamba hata dini, Ukristo haujajengwa kwa sababu watu walikuwa laini. Mungu angeweza kusema anapuliza tu watu wote wa Kristo. Lakini Yesu ilibidi asulubiwe msalabani, damu imwagike, roho itoke ili Ukristo uimarike leo. Nini sisi wanasiasa? Nini sisi ukombozi wetu kwenye maisha yetu dhidi ya Chama cha Mapinduzi tunadhani tutaupata kwa kujifungia majumbani na kwenye mitandao ya kijamii? Nani amesema? Mtume Muhammad ameupigania Uislamu. Mungu angeweza kupuliza dunia yote kwa Uislamu. Alipambana, watu waliuawa, waliacha wajane, walibaki vilema, walifilisika kwa sababu ya kupigania Uislamu. Nini sisi kutafuta ukombozi wetu kutoka Chama cha Mapinduzi tunadhani tutaupata kwa mabadiliko ya sheria eti kwenye makaratasi? Zilizopo leo hizi wanazilinda wapi? Zilizopo leo wanaziheshimu wapi? Hata hizo zitakazoandikwa wataziheshimu. Naombeni twendeni kwenye uchaguzi.